Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana kwenye semina hii ya nguvu ya maombi. Mimi naitwa Mwalimu Frank Bwenge na kichwa chetu cha semina hii ni semina ya nguvu ya maombi, lakini mstari tunaosimamia ni ile wa Filipi 4:6. So nakukaribisha sana na tunaendelea na maandalizi kabla ya maombi au vyumba. Tunaangalia vyumba vya siri, vyumba vya ndani vya maombi ambavyo lazima uvisafishe, vitu ambavyo lazima uviangalie kabla ya kuomba. So nimeanza na sehemu ya kwanza nikakwambia ni moyo. Kwa lazima uhakikishe umeutakasa moyo wako. Amen. Lazima utakase moyo wako, moyo wako uwe safi, moyo wako uwe safi mbele za Mungu ili uweze kupokea majibu ya maombi yako. Amen. Lakini sehemu ya pili na ya msingi sana ni ufahamu wako. Okay. Ni ufahamu wako. Una maarifa yapi hasa? Lazima ujue hilo. Kuna watu wana maarifa ya mpira mengi kuliko neno la Mungu. Kuna watu wana maarifa mengi sana ya vitu fulani kuliko neno la Mungu. Wamejaza vitu fulani kwenye vichwa vyao, maarifa wakayapush yakatoka. Sasa ngoja nikwambie, kitu chochote kabla hakijafika kwenye moyo huwa kinaanzia kwenye nini? Kwenye kichwa. Okay? Yaani maarifa yako unavyozidi kuyatumia zaidi ndivyo unayachuja, yanashuka, yanaingia kwenye moyo. Umenielewa? Sasa yakifikia kwenye moyo ni mbaya sana. Ni at least huyu ambaye bado yako kwenye kichwa. Maana yake kama una vitu unavipenda kuvifuatilia sana, kuwa makini kwa sababu pengine tayari vimeshakaa kwenye moyo. So vitu vingi ambavyo vipo kwenye kichwa, vitu vingi ambavyo viko kwenye moyo, vyote vilianzia kwenye kichwa, kwenye ufahamu wako. Amen. Manake lazima uwe makini na kitu gani unaingiza kwenye fahamu. Kikishafika kwenye moyo, nataka nikwambie utaambulia matokeo tu. Umeelewa? Na kikisha kaa kwenye moyo hakihitaji maneno mazuri. Unajua ni rahisi kukaa kwa mwanasaikolojia akasema na wewe kwenye kitu ambacho bado kipo kichwani. Lakini kikishafika kwenye moyo, kwenye roho yako, hakitoki tena kwa story. Ni sawa na mtu mwenye uchungu ambao upo tayari kwenye moyo. Maana yake huyu, maana yake ni kwamba anahitaji maombi tu, hahitaji story. Ni tofauti na mtu ambaye anamchukia tu mtu, ndo kamuona leo kamchukia. Huyo maana yake kile kitu kinakuwa kimekaa kwenye ufahamu. Sasa lazima uwe makini kwenye ufahamu. Umeweka vitu gani? Umeweka vitu gani? Ni nini unachokijua zaidi? Watu wengi wana kwenye vichwa vyao wana movie. Umenielewa? Kwenye vichwa vyao wana movie fulani, wana picha fulani, wana maneno fulani, wana lugha fulani ambazo ukikaa tu kwenye maombi vile vitu vinaanza kuja. Maana yake huwezi kuomba vizuri. Umekaa tumeanza Baba katika jina la Yesu, anakuja Ashura. Anakuja kukuomba ndala kanda 2. Nikaoge. Sasa hapo sio kwamba amekuja live, amekuja kwenye mawazo, kwenye kichwa chako. Umeelewa? Lazima ujue kuna mawazo ya kichwani na kuna mawazo ya moyoni. Mawazo ya kichwani unaweza kadili nayo. Yakisha shuka kwenye moyo, yameshakuwa konki. Yaani maana yake umeyameditate, umeyatafakari paka, kwa sababu ngoja nikwambie, kitu kutoka kwenye fahamu yako kikaenda kwenye moyo wako lazima ukitafakari sana au ukiishi sana. Na kikifika kwenye moyo ni swala la kiroho tayari hilo. So lazima uwe makini sana nini unaingiza kwenye kichwa chako, kwa sababu hicho ndicho ambacho kitachujwa kiende kwenye moyo wako. Sema amina. Sasa ukitaka mfano maombi yako yawe na matokeo, lazima ufahamu wako, maarifa yako yajae neno la Mungu. Yakijaa neno la Mungu kaanza kulitafakari, litachujwa, litaenda kwenye moyo. Neno la Mungu haliwezi likafanya kazi kama lipo kichwani. Lazima liende moyoni, kwenye roho yako. Kama halijafika sehemu likaenda kwenye roho yako, haliwezi likawa na matokeo. Kabisa utalisoma unasema ndio. Ndio maana ngoja nikwambie, kuna watu hawaja, kwa sababu hawasomagi neno la Mungu, watakwambia kwamba kuombea watu wakapona ilikuwa kipindi cha mitume, au alikuwa ni Yesu tu huyo, alikuwa ni Petro huyo. Kwa sababu hawajui kama Mungu, Biblia inasema Mungu habadiliki. Hawajui. Na hata waliwahi kusoma pengine au kusikia kabisa, lakini shida yalikaa kichwani akaondoka. Kwa sababu shetani kazi yake ni nini?
anakujaga anatafuta neno, analichukua. Hachukui huo upuuzi huo hauchukui, anabakiza. Maana yake nini? Lazima ufike sehemu ulitafakari hilo neno, liende kwenye moyo, ukalipande kwenye moyo, kwenye roho yako, ili hata shetani akitaka kulitoa, anahitaji nguvu za ziada. Sasa wengi sana tumeingiza vitu kwenye vichwa vyetu, kwenye fahamu zetu, vitu vya ajabu. Ndio maana nikamwambia mimi Roho Mtakatifu alianza kunifundisha kuachana na mpira, kuachana na muziki, kuachana na hivyo. Kama unataka kutembea na Mungu kwenye viwango hivyo vya juu, kama hutaki kuwa kila siku unaombewa na una miaka 10 unaomba. Kuna watu hapo unajua kuombewa sio shida. Kuna mtu bado mchanga anahitaji kuombewa ili avuke hiyo stage alipo. Kuna watu kanisani alishakaa miaka 10, yeye ni wa kuombewa tu. Alishakuwa muombewaji sugu. Huyu ni kwamba tu amemkataa Mungu. Yaani ndio definition iliyopo. Ni kwamba hamtaki Mungu, yeye anataka nguvu za Mungu. Niombeeni. Kuna wengine unamtumia video, unamtumia maombi kwamba jiunganisha na hayo maombi, hafungui. Kuna mmoja tu jana nimemtumia na unajielewa sasa hivi unanisikia. Hafungui. Na anatuma message ya malalamiko ya kujihurumia. Shetani anakucheka. Kweli mimi nitakuja tu ninanili jamani. Shetani anacheka, nawaambia. Leo Roho Mtakatifu alikuwa ananifundisha. Shetani anatucheka sana. Kwa sababu tunaongea vitu ambavyo havitusaidii sisi, wala huyu unayemwambia, na wala Mungu. Sijui mnanielewa. Hili ni jambo ambalo inabidi tulielewe. Haleluya. Kama hatutaelewa hili jambo. Sasa lazima uwe makini, unajaza nini kwenye fahamu zako? Wewe unatoka eti kwenye grupu, umetoka kusikiliza semina ya nguvu ya maombi, unatoka kwenye nguvu ya maombi mtoto wa Mungu. Unaingia kwenye tamthilia moja hivi. Tamthilia ina ngono mwanzo mwisho. Unatoka, nimebarikiwa sana leo na semina ya leo jamani mtumishi, Mungu akubariki. Alafu kitoka hapo unaenda kuswitch vitu vya ajabu. Yakiamka mavitu huko tena unarudi, mtumishi leo ilikuwa hivi na hivi. Wewe unafungua milango, unategemea wasiingie. Wanarudi tu kama kwao. Pepo lolote, nguvu za giza zozote haziendagi mbali. Alafu ni kama wametega GPS. Kijichanganya tu wana switch wanakuja. Kwa sababu wapo kwenye ulimwengu wa roho. Hamna umbali, usikiri wanaenda mbali. Wapo kwenye ulimwengu wa roho. Na wewe ni roho pia. Kwa hiyo ni kama tu hapo na wewe pembeni hapo hivi. Wanasubiri tu ufunguke. Kifungua tu mlango wanaingia. Mtu katoka, nimebarikiwa kweli leo mtumishi. Umetoka tu kidogo, umeanza ugomvi. Umechukua simu tu unakuta message, tayari vita. Alafu unaenda tu unapiga magoti. Ushasahau hata kutakasa ufahamu, kuomba rehema, hutaki. Ni muhimu sana kabla hujaomba angalia ufahamu wako. Sasa ufahamu sio swala la siku moja. Yes, na mimi ilikuwa inanisumbua mwanzoni of course. Ilikuwa inanisumbua mwanzoni kwa sababu swala la moyo wako kuwa msafi au ufahamu wako kuwa msafi pia ni swala ambalo halichukui siku moja. Lazima ukubali kusacrifice. Ndugu yangu, lazima ujitoe kafara. Lazima ujitoe kafara. Lazima ukubali kuacha mambo ambayo unajua yamekaa kwenye kichwa chako mengi. Sasa mfano unakuta labda wewe, si ndio? Umekaa tu hivi unapiga magoti unaanza kuomba, anakuja Abdul. Kwa sababu umetoka kuzini naye. Kwa sababu kama ni mmeo rafiki yangu anakuja kutafuta nini kwenye maombi? Umenielewa? Kama ni mmeo uliyefunga naye ndoa, anakuja kufanya nini? Mara nyingi anakujaga kwa sababu ni injection za shetani. Anapanda. Unaomba dakika 10 kwanza utachoka hata kuomba. Unaanza tu kuomba kwa sababu niliwaambia angalieni milango yenu ya fahamu. Mnaruhusu vitu gani? Wewe macho yako yanaangalia vitu vya uchi, masikio yako bongo flavor, katika mauno binuka, sijui fanya nini, tererere, mimi, anasifia sehemu za asili, upo unasikiliza.
Ukitoka hapo ukichukua magazeti ni udaku. Unachokisoma, unachokisikia, unachokiona, ndio hicho kinakaa kwenye ufahamu, kinakuja kinachujwa hadi kwenye moyo. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ukienda kwenye maombi ndio vinavyokuja hivyo. Vinakuja hivyo kwenye maombi. Kwa sababu hujatakasa ufahamu wako na hujaruhusu kuviacha, bado uko duniani. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana kuwa mtu wa rohoni alafu umevishikilia vitu vya duniani. Ni ngumu sana. Yes, ni ngumu sana nawaambia. Mtamlaumu Mungu tu. Kwa sababu kama hujaamua kuviacha, Yesu alisema wazi, mbegu si lazima ife ili yote tena. Lazima uwe tayari kuua hiyo nafsi yako. Nafsi ndio imejaa hivyo vitu. Kwa sababu nafsi ndio imejaa, nafsi ndio inafahamu, inahisia na ina utashi. Umenielewa? Yaani kwa kawaida nafsi zetu sisi kwa sababu ziko duniani, kama haujaziua zitaendelea kuwa za duniani, kupenda mambo ya duniani, kupenda starehe, kupenda vitu ambavyo hapa duniani kila mtu anavifurahia. Kama hujaruhusu kuiua itapenda hivyo vitu. Na unaiua kwa maombi, takasa, soma neno, jaza neno kwenye kichwa chako. Neno, yani kila mtu ukikutana na mtu akiongea kitu kinakuja kwenye Biblia. Umenielewa? Yani mtu akiongea kitu unapata jibu, Daudi alifanya hivi. Mtu akisema tu unakumbuka movie sijui ya nani. Yani wewe reference zako ni movie, reference zako ni magazeti ya udaku. Kweli hata juzi Diamond alifanyaje? Haukumbuki neno. Najua kuna mtu anaweza akafyonza akasema, mtumishi na wewe unaongea vitu gani? Nataka nikwambie hivi, wewe unayesema hivyo sasa hivi. Nataka niseme na wewe. Utaendelea kuomba na kuna muda vitakuja vitu vya ajabu wakati unaomba. Umenielewa? Ngoja niwaambie mfano mimi hapa nilipofikia. Mimi nikijichanganya kwenye mtandao tu. Kwa sababu kwa mfano ukiwa umefunga, roho zetu zinakuwa very sensitive. Sasa sio tu kuwa umefunga, kuna wakati tu hata kama hujafunga unajikuta roho yako iko sensitive. Kama ambavyo ina sense sauti ya Mungu, kama ambavyo ina sense vitu vya rohoni, inaweza ka sense na vitu vya duniani vile vile. Ukikaa tu kaangalia kitu kwenye maombi, kama kile kitu hakipo, shetani anatumia kama mlango. Kuna watu ngoja niwaambie, unajua zile dakika za mwishoni kabla hujalala, kuwa nazo makini. Ukiangalia picha ya uchi lazima ubakwe kwenye ndoto. Watakuja wanakubaka kwenye ndoto. Yaani unataka kulala ndio unasema, ngoja tuangalie kitu hapa. Tui. Na siku hizi mtandao umechafuka kweli. Upo kwenye Biblia kabisa, Biblia wanakuletea picha ya ajabu. Unasoma Biblia. Naona inabidi tu ununue Biblia. La sivyo wewe unazima data ndio unasoma Biblia. Umenielewa? Unaletewa matangazo yale ya ajabu. Na wewe ukishaliona unaanza kuliangalia. Au unaenda kabisa kwenyewe kabisa. Unaenda kuyatafuta na search kabisa mtandaoni zui. Linakuja pale unaanza kuliangalia. Alafu unasema ngoja nilale. Watakuja kukubeba. Utashangaa wanakuja kwenye ndoto. Unajikuta umelala na mtu kwenye ndoto. Kuwa makini sana dakika za mwishoni kabla hujalala. Sio dakika za mwishoni, maisha yako yote tu. Nilishawaambia ule ni mlango. Unachokisikia ni mlango, unachokiwaza ni mlango, unachokisema ni mlango, unachokiona ni mlango, unachokihisi ni mlango. Haleluya. So lazima tutakase fahamu zetu kila siku. Kwa hiyo nimekuambia vitu vya msingi sana vya kuchungulia hapo ni viwili. Ni ufahamu na moyo. Ufahamu ndio huwa ni mlango wa kupeleka vitu kwenye moyo. Hakuna chochote ambacho kinaweza kikaenda kwenye moyo bila kupitia kwenye fahamu. Umenielewa mpaka hapo? Mungu akisema na wewe kwenye roho ambao ni moyo, unaelewa kwenye ufahamu. Mungu ndo anaendaga vice versa hivyo. Umenielewa? Yes. Lazima tuelewe. Haleluya. Naomba ukazane hapo. Takasa ufahamu, takasa moyo wako. Hivyo vitu vya msingi sana. Hakikisha una maarifa ya Mungu kwenye ufahamu ili maombi yako yawe na matokeo.
na hakikisha moyo wako ni safi ili ukakutane na Mungu, ili Mungu aseme na wewe. Sasa wewe kila siku unatafutaga kuongea na Mungu lakini moyo umejaa uchungu. Anasema na wewe kivipi? Jamani, mimi natamani kusikia sauti ya Mungu, lakini unajioni hapo umembeba baba yako, umembeba mjomba, umembeba, na wala hujawahi kusema hata kwamba nahitaji huduma ya kuwasamehe. Unasema tu mtawasamehe mbinguni. Mbingu gani inaingia na watu wenye uchungu waliobeba kutokusamehe watu? Mbingu gani? Unajua hivi vitu vimejaa kwenye jamii zetu vimejaa kwenye jamii zetu. Sijisikie vibaya. Nataka niwaambie, nikichukua wanawake 10, wanawake 7 wana uchungu. Kuachwa na wanaume, kutukanwa na nani? Kwa sababu kuna muda mwingine mioyo ya wanawake ni miepesi, inabeba vitu. Kuna mwingine tu akituma message kwa mtumishi asipomjibu amenuna. Sasa wewe unataka kumfanya mtumishi wako peke yako? Ni mtumishi wa watu wote. Umenielewa? Kwa hiyo kuna wakati atajibu. Kuna muda anajisahau pia, anaweza kaifungua alafu akasahau kujibu. It is very possible, yani inawezekana kabisa. Hallelujah. Kwa lazima tutakase fahamu zetu, lazima tutakase na mioyo yetu. Haya masomo ya kufundishe na ya kusaidia kuelewa nini ambacho Mungu anataka uelewe. Mimi nikutakie siku njema. Mungu akubariki sana sana. Nipo kwenye prayer charge. Kwa hiyo ukiona kimya maana yake niko na Mungu, nimekaa na Mungu tunazungumza. Amen.